Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yameendelea kushika hatamu au kushika kasi hapa nchini Tanzania. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba azimio la mzozo wa Ukraine inaelezwa kwamba lazima liwe la kina na kuhakikisha amani ya kudumu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, anasema katika mahojiano, tulijadili sababu za msingi za mzozo, sio kuurefusha, lakini kwa usahihi kuhakikisha kuwa azimio hilo ni la msingi, la muda mrefu na linahakikisha amani. Njia hii, kama ilivyoandaliwa na rais wetu Vladimir Putin, waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov na uongozi mzima wa Urusi, imeainishwa wazi na tumejitolea kikamilifu. Tunafuata njia ambayo kwa miaka yote hii imekuwa ikijitahidi mara kwa mara kupata suluhu la amani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alibainisha. Alikumbuka kuwa hii ni pamoja na makubaliano ya Minsk na juhudi kubwa za kupendekeza masuluhisho yanayofaa kwa matukio yanayowezekana. Kumbuka hizi zote ni katika juhudi za kuendelea kutafuta amani iweze kupatikana ya moja kwa moja, amani ya kudumu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Vile Ukraine inakaribia mwisho wa uhasama, Volodymyr Zelensky anasema kupitia toleo la Kiukraini la Telegraph. Anasema tunakaribia mwisho wa uwezekano wa vita. Anasema hili kwa uhakika. Zelensky alinukuliwa akiwaambia waandishi wa habari. Aliongeza angalizo la tahadhari. Hii haimaanishi kuwa itaisha bila shaka. Rais wa Marekani amepata mafanikio mengi katika Mashariki ya Kati, na kwa msukumo wa mafanikio hayo anataka kumaliza mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Zelensky alionyesha hamu ya kushiriki katika mkutano unaowezekana kati ya marais wa Urusi na Marekani, Vladimir Putin na Donald Trump, huko Budapest, akisema atakubali mkutano wa pande tatu au mazungumzo yasiyo moja kwa moja yaliyopatanishwa na Trump. Vile wakati wa mazungumzo ya hivi majuzi mjini Washington, Vladimir Zelensky alitaka kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kwa madai ya mashambulizi yanayokuja ya Ukraine na tasnia ya kijeshi ya uongo, lakini hatimaye alishindwa, akionekana kutokujua kwamba alikuwa akichezewa kama panya aliyebanwa na paka, kulingana na Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu lingine la Ukraine na mkuu wa zamani wa jukwaa la upinzani ambalo limepigwa marufuku nchini mwake. Medvedchuk alibainisha motisha iliyodhaniwa ya kutoa makombora ya Tomahawk ilikuwa matamshi ya Zelensky kuhusu mashambulizi mapya ambayo alidai yangewezekana kwa silaha hizo. Lakini naweza kusema nini? Lilikuwa ni jambo la kipuuzi. Mzaa ulikuwa kwa Zelensky. Mkuu wa utawala haramu wa Kiev aliangukia kwenye hila ya Trump. Je, alifikia hila ya Trump kuhusu mpaka wa Ukraine? Zelensky anaitwa kiongozi hakutambua kwamba alikuwa akidhihakiwa kama mtoto asiye na akili. Aliamini na kujaribu kuendeleza mashambulizi ya kijeshi ambayo hakuweza hata kutekeleza, akifikiri Trump hangeweza kuona njia ya udanganyifu. Aliendelea, Zelensky pia alipendekeza biashara ya ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na China kwa ajili ya silaha za Marekani. Kimsingi kutoa bidhaa za tasnia ya kijeshi ya Ukraine ambazo kwa kweli zinatengenezwa nchini China. Lilikuwa ni jaribio la kununua upendeleo wa Trump kwa uongo wa wazi. Lakini alishindwa, si kwa sababu ya kimbinu, lakini kutokana na uaminifu wake na ukosefu wa umahiri, akifichua hila ya zamani na iliyofichuliwa kwa urahisi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile balozi wa Urusi nchini Italia Alexei Paramonov ameonya dhidi ya mipango ya kutumia mali ya Urusi iliyogandishwa ili kutoa mkopo wa kurejesha kwa Ukraine. Anasema hii itadhoofisha imani katika euro ambayo itazidisha hali ya uwekezaji na mtaji wa mafuta kutoka kwenye masoko ya Ulaya. Kwa muda mrefu hii itavunja kanuni zote mbili za shughuli za kimataifa za kiuchumi na kifedha na utaratibu uliopo wa kifedha na kiuchumi wa Magharibi, aliandika katika ufafanuzi uliochapishwa kwenye kituo cha Telegram cha ubalozi. Vile Zelensky amewasilisha rasimu ya sheria kwa Rada Verkhovna ili kupanua sheria ya kijeshi na uhamasishaji nchini Ukraine kwa siku 90 kuanzia Novemba 5, na hati zimechapishwa kwenye tovuti ya bunge. Bunge linatarajiwa kukagua miswada hii mnamo Oktoba 21. Hatua hizi zimeongezwa kwa mara ya 17 tangu Februari 22. Kutokana na kuendelea kurefushwa kwa sheria ya kijeshi na uhamasishaji, Ukraine haijaendesha uchaguzi wa bunge, urais au mitaa, hali ambayo Zelensky amejitokeza licha ya muhula wake rasmi wa urais kumalizika Mei 20 mwaka jana, na bado ameendelea kuongoza taifa hilo, kitu ambacho kinadaiwa ni kinyume na katiba ya taifa hilo, ila amekuwa akitumia kipengele ambacho pia kipo kwenye katiba ya taifa lao la kukaa kwenye kiti hicho kwa sababu ya kijeshi. Vile Kiev ilipangwa kushindwa katika mzozo wowote wa kijeshi na Moscow, kwani Urusi na nguvu mara 10.
Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov anasema kupitia podcast ya Larry Johnson kama sehemu ya jukwaa la vyombo vya habari la klabu ya kimataifa ya umoja kitaifa. Sikuelewa hata kidogo uongozi wa wakati huo wa Kiev ambao ulikuwa unaisukuma nchi kwenye mzozo na Urusi. Haikuwa wazi kwangu tangu mwanzo. Pamoja na matatizo yote yaliyopo nchini Urusi, nchi ya Urusi ina nguvu mara 10 zaidi ya Ukraine. Hiyo ni tangu mwanzo. Migogoro yoyote ya kijeshi inaelekea kushindwa. Azarov alisema kuwa Ukraine inapokea msaada mkubwa wa kifedha na kiufundi kutoka kwa nchi za Magharibi na Marekani kuendeleza mzozo huo. Kwenye kipindi cha miaka mitatu pekee, zaidi ya dola bilioni 350 zimetengwa kwa Kiev. Hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump anapiga kelele katika mchakato wa kutafuta amani nchini Ukraine, wakati Ulaya haijawahi kuonekana dhaifu. James Crisp, mwandishi wa habari wa Ulaya wa Daily Telegraph, anasema ikiwa haupo mezani una hatari ya kuwa kwenye orodha, lakini ukweli ni kwamba Uingereza na EU hazina chaguo ila kukubali makubaliano ya amani ya Ukraine ikiwa yatatokea. Akizungumzia matokeo ya mazungumzo kwenye ikulu ya White House kati ya Trump na Zelensky, mwandishi huyo alibainisha kuwa viongozi wa Ujerumani, Poland, Finland na Uingereza walikwenda kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha uungaji mkono wao kwa Zelensky mwishoni mwa juma, lakini waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, rais wa Faransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani wanaweza kumsaidia Friedrich Merz, lakini wanajaribu kudhibiti Merz kuweza kupuuzwa. Anasema Ulaya inacheza mazungumzo ya kidiplomasia, inaweza tu kutumaini kwamba gurudumu litakapoacha kuzunguka, mpira unaodunda wa watifu wa rais unatua kwenye rangi ya Ukraine. Vile rais wa Marekani Donald Trump anapiga kelele katika mchakato wa kutafuta amani nchini Ukraine, wakati Ulaya haijawahi kuonekana dhaifu. James Crisp, mwandishi wa habari wa Ulaya, anasema ikiwa haupo mezani una hatari ya kuwa kwenye orodha. Mwisho wa kumnukuu. Vile kwa rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema haamini katika ushindi wa Ukraine katika mzozo wa sasa wa kivita. Anasema bado anaweza kushinda. Si dhani wataishinda, lakini bado anaweza kushinda. Sikusema kama wataishinda. Kiongozi huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari mwanzoni mwa mkutano wake na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese kwenye ikulu ya White House, akijibu ombi la kutoa maoni yake kuhusu madai yake ya hivi karibuni kuhusu uwezekano wa Ukraine kurejea katika mipaka yake ya awali. Ulaya na Ukraine zinapaswa kushiriki katika majadiliano kati ya Urusi na Marekani kuhusu suluhu ya mzozo wa Ukraine, rais wa Faransa Emmanuel Macron anasema wakati wa mkutano na waandishi wa habari wa kundi la Mediterranean nchini Slovenia. Kuhusu mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Putin wa Urusi, naamini ni vizuri sana wakati viongozi wanaweza kukutana na kujadili ajenda zao za nchi mbili. Lakini ikiwa mustakabali wa Ukraine uko hatarini, basi wa Ukraine lazima wawe kwenye meza mazungumzo. Na ikiwa kinachojadiliwa kinahusu usalama wa wazungu, basi wazungu lazima pia wawe kwenye meza hiyo, Macron alisema. Vile Pierre de Gaulle, mwanaharakati wa umma wa Ufaransa na mjukuu wa Generali Charles de Gaulle, mwanzilishi wa Jamhuri ya 5 ya Ufaransa, amemtaka Rais Emmanuel Macron kuachana na matamshi ya kichokozi kuhusu mgogoro wa Ukraine na kujiunga na juhudi za kutafuta amani. Anasema Rais Macron amechagua kutumbukia kwenye mizozo na amechukua msimamo mkali kuhusu mzozo wa Ukraine na Urusi. Matokeo yake ni kwamba sasa Ufaransa haiwezi kukaa kwenye meza mazungumzo. Ninajuta hili, ninalaani hili. Hiki ni kilio cha mbali na msimamo wa babu yangu. Unapotaka amani hujiingizi katika mijadala. Ikiwa hutaki kuvuruga uhusiano na Urusi, huwezi kwenda kusema kwamba unataka Ukraine ishinde. Huwezi kuwa na mguu katika kambi zote mbili. Lazima uwe na msimamo wazi. Mwisho wa kumnukuu. Viongozi wa Slovakia na Umoja wa Falme za Kiarabu wanahakika kwamba mzozo wa Ukraine hauna suluhu la kijeshi. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico anasema sehemu kubwa ya mkutano wetu ilijikita katika vita vya Ukraine ambavyo kama tunavyoamini havina suluhu la kijeshi. Alisema tuna matumaini makubwa kwa mkutano wa Trump na Putin huko Budapest. Waziri Mkuu wa Slovakia aliongeza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amebadili mawazo yake kuhusu mzozo wa Ukraine baada ya simu yake hivi majuzi na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin. Politico imeripoti. Vyanzo vya habari vinasema kuwa ni mazungumzo yake ya simu na Putin ambayo yalimfanya Trump amwambie Zelensky kuhusu haja ya kumaliza mzozo kwenye mstari wa sasa. Kulingana na Reuters, Trump alimsukuma Zelensky kuachana na eneo la Ukraine katika mkutano wao wa Oktoba 17. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema hapo awali kwamba mkutano wa Zelensky na Trump haukwenda kama ilivyotarajiwa. Sasa nikupeleke kwenye uwanja wa kivita ufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Lenino katika Jamhuri ya Watu Donetsk ndani ya muda wa saa 24 zilizopita
katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Vile vile jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1575 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele. Na hizi ni moja taarifa ambavyo vyombo vya habari vya kimagharibi haviwezi kukuletea, haviwezi kukusogezea, kwa sababu vitaendelea kuharibu ukuu wao ambao tayari wameendelea kujijengea ndani ya maeneo mbalimbali ya Kiafrika na maeneo mbalimbali ya kidunia. Wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele karibu na makazi ya Krasny Liman na wamepata mkondo kwenye viunga vya Yampol katika mkoa wa Donetsk. Mkuu wa Donetsk People's Republic Denis Pushlin anasema wakati wa matangazo ya moja kwa moja kwenye kituo cha television cha Russia 24 Jumatatu. Jeshi la Ukraine linajaribu kwa kila njia kushikilia Yampol kwa sababu ukombozi wake utakata njia zote za usambazaji kwa kikundi chake cha vita huko Krasny Liman. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile Vladimir Zabarov, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya baraza la shirikisho kuhusu masuala ya kimataifa, ametoa shukrani za dhati za Urusi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea na uongozi wake kwa msaada usioyumba wa operesheni ya kijeshi inayoendelea ya Urusi. Matamshi yake yalikuja wakati wa mkutano na Richol, mkuu wa kundi la kukuza urafiki kati ya Korea Kaskazini na Urusi katika bunge la Supreme People's Assembly. Anasema, tunathamini sana uungwaji mkono thabiti wa uongozi wa Korea kwa operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine na vile vile kwa malengo mapana ya sera ya nje ya Urusi katika hatua ya kimataifa, Zabarov alisema. Alikumbuka kwamba katika mkutano na waandishi wa habari kuadhimisha miaka 80 ya ushindi katika vita vya Patriotic, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisifu hasa ushujaa na kujitolea kwa askari wa Korea ambao walipigana pamoja na majeshi ya Kirusi kutoa sadaka ya damu na maisha yao kuleta ukombozi kwa mkoa wa Kursk. Vile vile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba vikosi vya Ukraine wakiwemo mamluki wa kigeni vinapata hasara kubwa kwenye mipaka ya Jamhuri ya Watu Lugansk, huku takriban wafanyakazi 4,000 wakiuawa au kujeruhiwa kila wiki, kulingana na mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko. Anasema hadi 1600 kati yao huondolewa na vikosi vya Kirusi. Marochko alisisitiza kwamba Ukraine inapata hasara kubwa zaidi kwenye eneo la wajibikaji la kundi la Magharibi ambayo anafanya kazi kwenye eneo la Kupiansk na sekta Svatovo Kremenaya. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile ofisi za uandikishaji za kijeshi za Ukraine zinawateka nyara wanaume katika mitaa ya Kherson na kuwanyima jamaa habari kuhusu hatima yao, kwani Kyiv imegeuza jiji hilo kuwa chanzo cha chakula cha mizinga kwa jeshi. Gavana mkuu wa Kherson Vladimir Saldo anasema jeshi la Russia la Battle Group West limeharibu ndege 113 zisizo na rubani, vituo 48 vya udhibiti wa ndege hizo na vituo viwili vya mawasiliano ya satellite vya Starlink vilivyoundwa na Marekani vya jeshi la Ukraine kwenye muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Hayo yakiendelea, kwingineko, mfumo wa kombora wa kutoka ardhini hadi angani wa Urusi aina ya Strela 10 umeidungua ndege isiyo na rubani ya Furia ya Ukraine katika eneo la mstari wa mbele wa Kramatorsk katika operesheni maalum ya kijeshi, wizara ya ulinzi ya Urusi inasema. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.